Najiandaa kuja kazini mida ya saa 1, napokea simu kutoka kwa meneja wangu. Ananieleza kwamba kuna mtu amefika pale, mfanyakazi, kwa ajili ya kuwasha moto ili production iendelee. Amegonga sana geti, lakini geti halijafunguliwa. Nikampigia babu mmoja wa Kichina, akapokea simu, nikamwambia babu, fungua geti. Babu akatoka akasema okay, akafungua geti. Alivyofungua geti akakutana na watu wako nje, wakaingia ndani. Walivyoingia ndani, wao ambao walikuwa wanagonga akakuta walinzi hawapo. Nikapiga simu polisi. Nikamtaarifu dada mmoja anaitwa Amina, mkuu wa kituo cha traffic. Nikamwambia, dada, umemwona bosi wangu yuko pale polisi? Kwa maana kwamba labda kumetokea kuna taharuki yeye na hao walinzi, maana wote wametoweka, labda wamepelekana polisi. Akanijibu, hapana, hakuna kitu kama hicho, bosi wako hayupo. Okay. Nikarudi tena nyuma, nikampigia tena simu mlinzi wa geti la nyuma lile kubwa wa Kizenga Investment. Nikamuuliza, umemuona bosi wangu na walinzi wakitoka nje? Yule mlinzi akanijibu kwamba wametoka hapa wa mida ya saa 9, wa Masai wawili wakiwa wameshikana. Nikawauliza, what happened, mbona mnatoka sasa hivi? Wakanijibu kwamba mwenzangu anaumwa sana, so nampeleka hospitali usiku huu, kazidiwa, alikuwa na hawezi hata kutembea kwa alivyokuwa ananielezea. Nikasema okay, nikamwambia bosi haonekani. Baada ya kumwambia hivyo mlinzi akasema hapana, Mchina hajatoka. Rudi, Mchina yuko huko ndani. Nikamwambia jamani, Luka ambao ni meneja, waambie wafanyakazi waendelee kutafuta huko ndani kila kona. Wakaja wakazunguka katika kusachi, wakaja kufuata mtaro, wakaja kaona damu, ndo akamkuta area ile pale akiwa ameuawa, amelala chini ya mtaro kwenye maji. Kwenda kuangalia ndani kwake, kukuta kuna begi ambalo inasemekana kwamba alienda kuchukua pesa kidogo kwa ajili ya kufanya shughuli za kiwandani. Lile begi likawa halipo, limeondoka na wale wa Masai. Maana hata mlinzi yule wa nje wa geti kubwa akaprove kwamba wamekuja hapa, lakini wamebeba na begi jeusi, wameondoka nalo. Nilimuumiza sana kwa sababu nyuma yetu kuna watu wanatutegemea, familia inatutegemea kulingana na kipato tunachokipata. Ni kipato ambacho watu wengi sana tumeumia. Kwa hiyo kufika katika eneo la tukio ndio kabidi tusubie sasa wenyewe usalama wenyewe waje waangalie mwili, waukague mwili, wajue shida nini, maana sisi tulikuwa hajajua labda kajeruhiwa wapi. Ile usalama wamefika ndo ameutoa mwili kweli, na sisi tulikuwepo tunaangalia, ndo wamekuta mkata hapa kichwani hapa mpaka huko, hiki hapa kimefunguka chote hiki. Na hapa mguuni hapa. Ina maana alikuwa labda amesimama hivi, walivokata mguu na maana ukapiga na mguu mwingine wa pili kidogo. Majeraha yake kwa kweli tumeumia sana tumeumia sana, na waliokuwa nyuma yetu pia wameumia sana, kwa sababu hapa kiwandani wafanyakazi ni wengi wanaomtegemea huyu kiongozi wetu aliouawa kikatili. Hapa mtu amekufa, ni ndugu yangu natoka Tobo moja. Yeye anaendesha kampuni hapa Mabibo, kampuni ya kufanya recycling ya machupa. Hapa tunasajili watu zaidi wa Tanzania, tunasajili kupitia EPZA, tuna export Marekani, Malaysia, Vietnam, China, duniani mbali. Sasa usalama ni kitu muhimu ya kwanza kuliko watu wote, kuliko mambo wote. Ukipotea maisha, sasa mambo mengine na samani gani? Sasa na mimi na kwanza na kuomba serikali, police na kufollow up, naomba serikali na kubolekisha na kuhakikisha usalama ya maisha na samani ya investors.